Mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara ni siku ya hii leo, ambapo kwa upande wa klabu ya Yanga wanashuka dimbani majira ya saa 12 na dakika 30 kuvaana na Coastal Union ya pale mkoani Tanga. Kwa upande wa mwalimu Mankoba Mkisi tayari ameshaandaa kikosi chake ambacho anaamini kwamba kitakwenda kumpa alama 3 hapo baadaye. Na kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi cha Yanga dhidi ya Coastal Union siku ya hii leo. Mfumo ambao amekuja nao mwalimu Mankoba ni mfumo wa 4-3-3. Ni mfumo ambao amekuwa akiupenda zaidi kuutumia kutokana na aina ya mchezo ambao anakwenda kukutana nao. Sasa kwa upande wa langoni yupo golikipa Djigui Diarra. Kwa upande wa Djigui Diarra tunafahamu huyu anabaki kuwa mtu muhimu ndani ya klabu ya Yanga. Jukumu lake kubwa ni kuhakikisha Coastal Union hawapati bao, lakini pia anatarajiwa kuwa sehemu ya kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa ni kiongozi pia kwenye eneo la ulinzi kutokana na kile ambacho amekuwa anakifanya. Wakati huo pia Yako Wasi yuko kwenye upande wa beki ya pembeni kulia. Kwa upande wa Kowasi tunafahamu huyu jukumu lake kubwa ni kulinda zaidi upande huo wa kulia, lakini Yanga inapokuwa na mpira kocha anaweza kumhitaji zaidi kupanda kwenye eneo la juu kwa ajili ya kuongeza idadi ya wachezaji haswa kwenye eneo la pembeni. Wakati huo pia beki ya pembeni kushoto yupo Shadrack Isaka Boka. Kwa upande wa Shadrack Boka ni kama hivi, nafasi hiyo ameshailinda, yani maana kwamba anaihitaji sana. Jukumu lake kubwa ni kulinda upande huu, lakini pia anaweza kupanda zaidi kutokana na kuweza kukua mzuri zaidi wa kupiga cross. Mara zote speed yake imekuwa na msaada mkubwa zaidi kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Ya maana kwamba atasimama kwenye eneo hilo la kushoto. Wakati huo pia kwenye upande wa mabeki wa katikati kwanza yupo Ibrahim Baka. Kwa upande wa Baka anatarajiwa kuwa mmoja wa ulinzi ambao ni wakuu zaidi kwenye eneo hilo kutokana na tackling zake zimekuwa ni nzuri. Ana uwezo mzuri wa kucheza mipira juu, lakini pia amekuwa na uwezo mzuri wa kupambana hasa pale ambapo anakutana na washambuliaji ambao wanakuwa na kasi. Jukumu lake kubwa litakuwa ni kumzuia mshambuliaji wa Coastal Union kuingia kwenye nafasi ya box. Kwenye eneo hilo atasaidiana na nahodha ambaye ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa upande wa Mwamnyeto tunafahamu huyu ni mchezaji ambaye amekuwa ni kiongozi mkubwa kwenye eneo la ulinzi. Ushirikiano wake pamoja yeye na Baka umeleta uwiano mzuri kwa upande wa klabu. Kocha atakuwa akimhitaji zaidi Mwamnyeto awe mtu wa kusoma mchezo, lakini pia kuhakikisha ile defense ya ambaye ni line yake haivunjiki kiurahisi. Lakini pia kwenye eneo la viungo, kwenye eneo la kiungo cha chini yuko Duke Abuya. Kwa upande wa Abuya atakuwa ni muhimu kwenye kuunganisha ulinzi, lakini pia jukumu lake kubwa litakuwa kukaba, kushinda mipira, lakini pia kuwazuia Coastal Union wasipate uhuru kwenye eneo la katikati. Lakini akiwa na mpira atatakiwa kuchezesha zaidi kwa haraka kwa ajili ya kuwafikishia mipira wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la mbele. Kwenye eneo hilo atakuwa peke yake. Kwanza atasaidiana na Mudathiri Yahya. Mudathiri Yahya kwenye mchezo uliopita alianzia bench, lakini kwenye mechi hii kutokana na umuhimu wake ambao amekuwa nao kwa upande wa mwalimu, ameona sasa pia ni nafasi kwa upande wa Mudathiri kuweza kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Hii ni kutokana na uzoefu wake, lakini pia kuwa timamu zaidi kwenye eneo la katikati, hasa kutokana na kasi yake ambayo amekuwa akionyesha kwenye eneo la kiungo. Lakini pia kwenye eneo hilo watasaidiana pia pamoja na Maxi Nzengeli kulingana na aina ya mfumo ile kuswitch 4-3-3 kutokana na mwalimu amekuwa akiutumia zaidi mfumo huu. Ya maana kwamba kwa upande wa Max yeye ambacho atakuwa anakifanya ni mchezaji ambaye atakuwa akileta ile kasi yake, lakini pia na ubunifu kwenye eneo la mbele, huku akipewa nafasi ya kucheza juu zaidi kwa ajili ya kuweza kutumia nafasi ambazo amekuwa akizianzisha na kuweza kulinda mashambulizi. Ya maana kwamba atacheza kwenye eneo hilo, lakini pia kama kawaida washambuliaji ni watatu. Kwanza mshambuliaji wa pembeni kulia yupo Albert Kangwanda. Albert Kangwanda tunafahamu huyu ndio silaha muhimu kwa upande wa klabu ya Yanga. Ana uwezo mkubwa, movement zake zimekuwa ni nzuri, lakini pia kwa upande wa kocha atakuwa kimhitaji zaidi asibaki tu pembeni akisubiri mpira, lakini pia awe tayari kukata ndani na kushambulia nafasi ya mabeki na kuingia kwenye box, pia kwa ushirikiano na mshambuliaji. Ni mchezaji muhimu. Lakini pia kwenye eneo la kushoto atatokea Hussein Zakwan tunafahamu
huyu ni mchezaji mwingine ambaye atakuwa anaongeza nguvu nyingine kwenye safu ya mbele. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtaka zaidi aanzie pembeni, lakini akipata mpira awe tayari kukata ndani na kwenda moja kwa moja kwenye eneo la hatari. Hii inaweza kumlazimisha beki wa Coastal Union kufanya maamuzi magumu. Akibaki pembeni anaweza kumpa nafasi ambaye ni beki wa pembeni kulia kwa uasi kupanda na kuingia ndani. Hii ni kulingana na aina ya mfumo wa mwalimu ambaye anautumia. Lakini pia Peter Sharulile ndiye mshambuliaji wa mwisho. Tunafahamu mchezo uliopita aliweza kufunga. Huu ni mchezo mwingine ambao tunasema kwamba kwa upande wa klabu watakuwa wanamtizama zaidi kutokana na kile ambacho ameweza pia kukionyesha kwa mechi za hivi karibuni. Ni mchezaji ambaye ni muhimu, ni mchezaji ambaye tayari anaendelea kuonyesha